اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر. Ni swala ya Idi el-Fitri iliyoendeshwa na Shehe mkuu wa wilaya Tarime Masudi Saidi katika viwanja vya msikiti wa Bakwata uliopo katika mji wa Tarime mkoani Mara, ambapo kumekuwepo na tabia kwa baadhi ya waumini wa dini ya Uislamu mara baada ya kumalizika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanasahau na kuanza kutenda matendo yasiyokuwa mema, na habari ikatolewa kwa waumini wa dini hiyo kuhakikisha wanafuata mafundisho yote waliojifunza katika kipindi chote cha mfungo, kama anavyoeleza Shehe Ramadhan Dangamira kutoka jijini Mwanza. Subhanahu wa ta'ala, amwabudu Allah kama vile anamuona, na asipokuwa hamuoni basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye anamuona. Sasa tulijaa misikitini kwa ajili ya ibada, tulisimama kwa ajili ya tarawih, imani zetu zilijaa. Watu waliacha maasi wakarudi msikitini, watu waliacha vitu mbalimbali na wakajikumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tungelipenda huyu Mungu aliyekuamrisha wewe uitekeleze Ramadhani, huyu Mungu aliyekuamrisha wewe ujikumbushe katika msikiti kwa ajili ya kumwabudu Allah, basi endelea na kusudia as-salawatul khams, na kusudia swala tano kwa Muislamu. Muislamu swali swala tano kwa sababu as-salatu amudu dini, kwa sababu swala hiyo ndiyo nguzo kubwa ya dini. Hebu tufikirie, tuna nguzo tano katika Uislamu. Tuna ashahada, tuna azaka, tuna as-salatu, tuna azaka, as-sawm, al-hajj. Sawa, umeshatamka shahada, tunajua wewe ni Muislamu, umeshachukua tiketi ya kuingia katika Uislamu, lakini ndani ya Uislamu kuna vitu unatakiwa kufanya. Ulipotoa shahada umepewa ufunguo, tiketi ya kuingia ndani ya Uislamu. Mbele yako unaambiwa uswali swala tano, mbele yako unaambiwa utoe zaka, baada ya hapo unaambiwa ufunge, na baada ya hapo unaambiwa uende kuhaji. Lakini katika hizo nguzo zote tano kuna nguzo mbili tu watu wa kawaida tunaziweza, wengine hawaziwezi isipokuwa ila marahma Allah. Ya kwanza kabisa swala la zaka. Mimi na wewe hatuna uwezo wa kutoa zaka. Huenda katika bunge tuwe na kilo 750, 750 huwe na kilogramu 750 uweze kutoa zaka. Huenda kilimo chako hakiwezi, hauwezi kufikisha hizo kilo. Kingine katika wanyama huwe na ng'ombe 30. Hata hivyo, waumini wa dini ya Uislamu mkoani Mara wakakiri kufuata mafundisho yote waliofundishwa katika kipindi chote cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama wanavyoeleza Sofia Mtongoli na Bwana Ahmed Feruzi mara baada ya kumalizika kwa swala ya Idi el-Fitri. Kuhakikisha kabisa kwamba dini yetu ya Uislamu inakuwa sio ile dini inayokuwa na maadili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi ukiisha kila mtu anafanya mambo yaliyo machafu ambayo hayapendezi jamii. Kingine nilikuwa naomba ndugu Waislamu, tuna ujenzi wa msikiti, tusichoke kuchanga kwa ajili ya kuendeleza msikiti wetu. Na vile vile nilikuwa napenda kumpongeza mbunge wa jimbo la Tarime Mheshimiwa Michael Kembaki kwa namna na jitihada kubwa alizozionyesha katika dini ya Kiislamu, kuonyesha namna gani anawajali wananchi wake kwa kuweza kutuchangia mchango mkubwa na kutufutulisha sisi Waislamu. Kwa kweli tunampongeza, Mwenyezi Mungu amfungulie yaliyo mazito na mfanyie wepesi kwa yale anayoyakusudia kuendelea nayo katika kuijenga jimbo la Tarime. Basi yale matendo yote tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi twende tukayawishe katika jamii, twende kuwa kiigizo chema katika jamii kama alivyo katika mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiyo kiigizo chema. Hali kadhalika tunashukuru jumuiya Baraza Kuu la Waislamu Bakwata kwa kuandaa khatibu mzuri kutoka mkoa wa Mwanza, lakini wewe tunawashukuru pia Waislamu leo wameitikia katika harambee ya kujenga msikiti wetu mkubwa wa Tarime. Na nitoe rai kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, basi tutie baraka katika nyumba za Mwenyezi Mungu, kwani ni sadaka zenye kudumu. Sisi tutaondoka, misikiti tutaiacha, vizazi na vizazi vitakuja, vitapata baraka ya msikiti. Kwa yote mwenye kuiwa aweze kuchangia maendeleo ya msikiti, hasa ujenzi wa msikiti wetu wa Tarime. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdalla Ismail Mahindi, ni muumini katika msikiti huu. Leo tumeadhimisha sikukuu yetu ya Al-Idi na tumehaswa mengi. Rai yetu ni kwamba kila jamii ya Kiislamu na ambaye sio Muislamu, basi hebu tuogope maasi na tuyazingatie yale tulioelezwa na viongozi wetu, na pia tudumisha amani ya nchi yetu.
kwa sababu tunakoelekea kwenye uchaguzi, ambako kwenye uchaguzi huko kuna mambo mengi. Sasa tuombee nchi yetu, tuombee viongozi wetu, na tuondoke katika mabara yoyote yale, ili tuweze kueneza amani iliyo bora ya Uislamu na umma kwa ujumla. Kutokana na msisitizo huo kwa waumini wa dini ya Kiislamu, huyu hapa ni Shehe mkuu wa wilaya Tarime, Shehe Masud Saidi, ambapo amewataka Waislamu kuzingatia maadili mema kwa kipindi chote hata mara baada ya kumalizika kwa mfungo huo. Mie kwa majina naitwa Sheikh Masud Saidi Wambura, ni Sheikh wa wilaya Tarime, na Eid al-Mubarak Waislamu wote wa wilaya Tarime. Kubwa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi yake katuwafikisha sisi tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama na amani, na leo ni siku ya Eid, siku ya kusherekea na ni siku ya kufurahi, na Mwenyezi Mungu katuambia tufurahi, lakini tufurahi vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. Lakini pia nitumie fursa hii kuwahusia Waislamu wa wilaya Tarime na wanatarime kwa ujumla kuwa kupitia huu mwezi wa Ramadhani na hii siku ya Eid, tuhakikisha sisi tunadumisha amani katika wilaya yetu, lakini pia kuombea amani katika wilaya yetu na nchi yetu kwa ujumla, lakini pia kumwombea Mheshimiwa Rais wetu, Rais wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe afya, amlinde na ambariki na amsaidie katika majukumu yake ili aendelee kuwatumikia Watanzania. Lakini pia nitumie fursa hii kuwakumbusha Waislamu kwamba tuliishi ndani ya Ramadhani, tukiishi katika mazingira ya kiucha Mungu, tulikuwa wema, tulikuwa wakarimu, lakini sasa tuendelee baada ya Ramadhani, ndio Mwenyezi Mungu anataka aone vipi yale mafundisho tuliyopata ndani ya mwezi mzima tunayatumia katika miezi mingine. Kwa wasia wangu kwa Waislamu, wadumishe yale yote mazuri yalikuwa kiyafanya ndani ya Ramadhani ili waweze kukubaliwa toba yao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kuwahusia na kuwashauri wananchi wa wilaya Tarime tuishi kwa amani na tudumishe amani na tuwe wasaidizi wa kuilinda hii amani tuliyopata, kwani tukipoteza itakuwa ni mtihani kuipata. Lakini pia nitumie fursa hii kumwombea dua Mheshimiwa Mufti wetu na Sheikh mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubair Ali Mbwana. Mwenyezi Mungu amzidishie kila la kheri, anatekeleza majukumu mengi kwa ajili ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla na kuhakikisha hii amani ya nchi yetu inaendelea kuwepo. Kwa hiyo nawatakia wana Tarime wote, wakazi wa wilaya ya Tarime, Eid al-Mubarak, Eid njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatimaye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani umetamatika hii leo, ambapo Waislamu kote nchini wanasherehekea sherehe ya Eid al-Fitri. Ama hakika mimi ni nani nisiseme Eid Mubarak kwa Waislamu wote nchini na ulimwenguni kote.